Kwa hiyo ndugu zangu, katika ubora wa elimu nimalizie maneno ya Imamu Ash-Shafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala, anasema talabul ilm afdal min salati an-nafila, kutafuta elimu ni bora kuliko swala za sunna. Nafahamu hiyo Waislamu? Wallahi, mtu kutafuta elimu ni bora mtu kuliko kushikamana na ibada za sunna. Sio swala tu, min salati an-nafila, hapa mazungumzia swala ya sunna, lakini kutafuta elimu ni bora kuliko ibada za sunna unazozifahamu. Mtu akachukua mlango, mfano alim akaamka usiku akafanya murajaa ya hutuba ya Ijumaa atakayotoa kesho, au akafanya murajaa hadithi za Mtume, au akajishughulisha katika kutafuta maana na kujua baadhi ya maana ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi za Mtume, jambo hilo ni bora kuliko mtu ambaye amekesha usiku mzima anaswali mpaka miguu yake inapasuka, ambao ni ibada za sunna. Kwa hiyo Waislamu wanafeli wapi kukaa msikitini wakakaa wakasikiliza? Hii ni moja katika njia ya kujifunza elimu. Masahaba wametakharraji kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikiliza tu elimu hivi, wanahifadhi hadithi za Mtume. Mtume anasoma, wanahifadhi. Hii ni moja katika kujifunza. Hii ni moja katika mtu kujifunza elimu. Lakini watu wanakubali waende wapoteze mpira. Na hivi sasa nani imeanza itaanza kesho mpira au ulimwengu unaanza kesho, sivyo? Kapo linaanza kesho. Kwa ndio watu wanampata mtu kabisa waende katika swala za jamaa hapa, itakuwa ni shida sana. Imamu atakuwa na swali yeye na aliyeadhini. Allahu musta'an. Kisha utasikia mashaka wengine wanakuambia eti mpira ni halali. Halali wapi? Wallahi ni haram mpira. Usimwendee mtoto wako kuwa mchezaji wa mpira, ni haramu mpira. Unafanya dhambi, unamfundisha elimu ambayo haina faida, ambayo ni haramu. Bako sasa nimesikia unapeleka watoto wako kwenye masomo ya mpira, haramu. Na sasa ngomzi haya, kuna baadhi ya risalati nyingi zimeandikwa kuhusiana na haramu wa mpira, sio mimi. Mtu aingie Google aandike. Hurmati al-mubarat istakuja pale ma PDF ya nini. Mashaka wameandika wanaharamisha mpira. Tunzo haramu wa mpira. Si kwa kucheza, isipokuwa huenda mtu acheze kwa sababu ya kunyosha mwili na nini, kwa lengo kama tunafanya ni sport tu kama nyingine tu hivyo, kwa lengo hiyo, lakini sio kwa lengo kwa unasema tayari kwa mchezaji wa mpira kesho na ndio iwe njia yangu ya kuchuma maisha. Hiyo ni haramu. Mtu kama ataenda kufanya kwa sababu ya mazoezi ya sport ni kama sport zingine, kung fu na nini, la basi. Kwa hiyo mpira ni haramu na kutazama mpira ni haramu. Watu tunatazama, fahamu hiyo ni mpira, kwa sababu lahu ni upuzi. Na dini imekataa mtu kupoteza wakati katika mambo ya upuzi. Dini imekataa. Dini ambayo imeruhusu upuzi. Mtu akikawia hapa dakika 10 katika kokota kisomo cha Qur'ani, mtu analalamika. Hutuba ya Ijumaa tu dakika 30 analalamika, lakini watu wanachukua dakika 10 dakika 90 kwa kuangalia mpira, wala walalamika, wanaona ni sawa. Ala kuli hali, ndugu zangu, asema talabul ilm, kutafuta elimu ndugu zangu, afdal min salati an-nafila, ni bora kuliko swala za sunna. Walaysa ba'da al-fara'id afdal min talabi al-ilm, hakuna ibada yoyote ambayo ni bora baada ya ibada za faraid kama vile mtu kutafuta elimu. Kwa hiyo kutafuta elimu ni bora baada ya ibada za faradhi. Hakuna kitu bora kama vile kutafuta elimu. Adeni kwanza,